Bwana, soka la Afrika lina mambo mengi. Soka la Afrika kila mmoja anajipanga kivyake. Kila mmoja anatamani kuona timu yake ikiwa inapata matokeo pale ambapo wanakwenda kucheza kwenye mechi ambazo zinakuwa ni muhimu zaidi. Sasa tunafahamu kwa upande wa Al Masry tayari wameweza kuwasili ndani ya Tanzania, lakini namna ambavyo wameweza kuja ndani ya Tanzania utashangaa kweli kutokana na kile ambacho wao wanahisi wanaweza kukutana nacho ndani ya hapa. Kwa hiyo wamekuja kitu tofauti. Kabla sijakupa taarifa namna ambavyo wamefika hapa Tanzania na kitu ambacho wamekifanya, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Kwa upande wa klabu ya Al Masry kutoka pale nchini Misri, tayari imeshawasili rasmi ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wao wa marudiano wa hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya Simba hapa Tanzania. Tunafahamu ni mechi ambayo itakuwa yenye pressure kubwa, hasa baada ya mchezo wa kwanza uliopigwa kule nchini Misri, ambapo kwa upande wa Al Masry wao waliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya klabu ya Simba. Matokeo hayo yanaifanya Simba kuwa na kibarua kigumu kwenye mchezo huu wa marudiano ili kuweza kusonga mbele kwenye nusu finali. Tunafahamu upande wa klabu ya Simba wanahitaji ushindi wa mabao 3-0 ili waweze kufuzu moja kwa moja kwenda nusu finali, jambo ambalo litakuwa ni ngumu, lakini kwenye mpira lolote linawezekana. Lakini sasa kilichovutia hisia za mashabiki wengi si tu ujio wa Al Masry hapa Tanzania, bali namna ambavyo wameingia ndani ya Tanzania. Kikosi hicho kimeonekana kikiwa kimebeba vyakula vyao binafsi, maji ya kunywa na hata vifaa vyao vya kujihudumia, ikiwa ni sehemu ya tahadhari kubwa walioweka wakiwa hapa ugenini. Kwa mujibu wa taarifa, ndani ya klabu ya Al Masry pia wamekataa kutumia basi ambalo waliandaliwa na klabu ya Simba pamoja na hoteli ambayo waliandaliwa na klabu hiyo. Badala yake wamekuja na mipango yao binafsi na usafiri pamoja na malazi. Hali hii si ngeni katika soka la Afrika. Mara nyingi timu kubwa zinazosafiri kwenda kucheza mechi za ugenini barani Afrika huwa zinakutana na changamoto mbalimbali kama kucheleweshwa usafiri, kupewa hoteli zisizo na viwango, kuchelewesha au kwa upande wao hata chakula na au hata mazingira kwa upande wao kuwa magumu kwenye viwanja vya mazoezi. Hivyo hatua ya Al Masry kuja na maandalizi yao binafsi inaonekana ni sehemu ya kujikinga na figisu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara kwenye soka la Afrika. Lakini pia swali kubwa, je, kwa upande wa klabu ya Simba wanaweza kuandika historia na kufanya comeback na kuiondoa Al Masry, au Al Masry wataendeleza ubabe wao na kutinga nusu finali? Kitu kikubwa zaidi tunatazama nini hasa ambacho kinaweza kujiri baada ya klabu ya Al Masry kufika ndani ya Tanzania. Wao kwa upande wao wanasema kwamba wamejiandaa vizuri, wanahitaji kupata ushindi, lakini pia wamejiandaa na mazingira yoyote ambayo wanafahamu kwenye upande wa soka la Afrika mara nyingi imekuwa ni hivyo. Na ndio maana kwa upande wao walijiandaa vizuri. Inasemekana kwamba kwa taarifa ndani ya Al Masry ni kwamba kabla hawakuja hapa ndani ya Tanzania, ama kabla hata Simba haikufika kule Misri, wao tayari walikuwa wameandaa mazingira ya kufikia ndani ya Tanzania. Na ndio maana kila kitu ambacho kimeandaliwa na klabu ya Simba kwa upande wao wamekikataa na kuamini kwamba wao wanajiweza.